Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo imetakiwa kuharakisha mchakato wa kuunda kamati ya usimamizi wa vifaa vya utengenezaji wa miundombinu ili kusimamia vifaa hivyo visije vikaharibika au kuhujumiwa kwa kukosa usimamizi ulio mzuri. Ujumbe huu umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu wenye Ulemavu, Palamagamba Kabudi, wakati wa ziara yake katika wilaya ya Ubungo, ambapo pia ametumia ziara hiyo kuzindua mitambo ya utengenezaji wa barabara katika manispaa hiyo. Mmekamilisha usimamizi unaojitegemea, isiwe ni sehemu ya idara. Mweka chini ya idara gani sasa hizi? Kaimu mkurugenzi liko chini ya idara gani sasa? Sasa idara na ujenzi na miundombinu waendelee na mambo mengine. Huu haraka sana utafute utaratibu wake ili waendelee na kazi zao. Na kwa maelezo tuliyopata kuhusu wewe, naona kabisa, na hata nikikuangalia kwa wajihi wako unanionyesha wewe ni mtu serious. Katika kazi hizi za umma hakuna kuchekeana kabisa. Hizi kazi za watu hakuna kufanya nini? Hakuna kuchekeana. Lazima tufanye mambo. Lakini kwa ndugu zangu wananchi wa Ubungo, hii mitambo ni yenu. Mkidokoa mmejiibia wenyewe. Mjue mitambo hii inanunuliwa kutokana na fedha yenu, tozo na malipo mengine. Kwa mna wajibu pia wa kuifanya nini? Kuilinda dhidi ya hujuma. Sababu binadamu nao hawakosekani, wanaweza kutamani jambo moja. Na watakaopewa mitambo hii kuiendesha, naomba waiendeshe kwa ufanisi. Tuache tabia ile ya kudhani hii mitambo. Ningependa kabisa watakaoendesha mitambo hii wajue mishahara yao inatokana na mitambo hii. Chakula chao kinatokana na mitambo hii. Kuwatunza watoto zao na wake zao au waume zao kama dereva ni mwanamke inatokana na mitambo hii. Hii mitambo kwa wao wasione ni mitambo ya manispaa. Wajue mitambo hii ndio riziki yao ya kila siku. Isipofanya kazi na wao hawana pesa. Kwa hiyo kila mmoja akitekeleza jukumu lake, hakika mitambo hii itakuwa na tija kubwa. Huwa nawaambia wakuu wa wilaya pamoja na watumishi wote kwamba ukikuta una mkuu wa wilaya, una mkurugenzi na baraza la madiwani, fikra zao ni kujenga vifremu vya maduka kama ndio uwekezaji, hao hawafai hata kuwa wenye viti wa vitongoji. Lakini hiki unachokiona Mheshimiwa Waziri ni brilliant ideas ambazo tunaanza kuhama kutoka kwenye kuwaza vitu vidogo kwenda kwenye kuwaza vitu vikubwa vyenye maslahi mapana kwa Watanzania. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais, moja ya jambo ambalo analisisitiza ni mifumo kusomana. Sasa na sisi hapa Ubungo tunachokisisitiza ni watumishi na wananchi mifumo yao kusomana. Kwa maana kwamba ili yawe maendeleo lazima yaakisi vitu vikubwa vitatu. Yawe ni maendeleo kwa ajili ya watu, yawe ni maendeleo yanayoweza kuchangiwa na watu, na yawe ni maendeleo kwa ajili yao wenyewe. Ni vitu kama vitatu: by the people, for the people, of the people. Mahali pengine kupeleka mitambo hiyo wanaweza sione kama kuna tija, lakini tija hii ipo kwa kuwa ni maendeleo ambayo yanaakisi moja kwa moja yale matatizo ambayo ni ya Watanzania. Waheshimiwa madiwani walikaa na wakaona ni vyema wakawekeza kwenye mitambo ya kutengeneza barabara ili kuondoa kero kubwa ya barabara katika wilaya yetu. Wilaya ya Ubungo, asilimia kubwa ya barabara zake ni barabara za vumbi ambazo pindi mvua inaponyesha na baada ya mvua kumalizika zinakuwa hazipitiki kwa urahisi. Barabara nyingi bado hazijaweza kufunguliwa kwa sababu nyingi hazijaingia kwenye mpango wa TARURA, na serikali inaendelea na taratibu za kurasimisha barabara hizo ili ziweze kuhudumiwa na TARURA na TANROADS. Lakini kwa zile ambazo ni barabara za mitaani ambazo ni za jamii, zimekuwa na changamoto kubwa ya kufanyiwa matengenezo ya mara kwa mara. Na hii ndio sababu iliyowapelekea madiwani kuona kwamba na wao wana wajibu wa kuisaidia serikali kuu kwa kununua mitambo yao iweze kwenda kufanya kazi hiyo. Kwa uniruhusu Mheshimiwa mgeni rasmi, niwashukuru na kuwapongeza madiwani waliopo sasa na madiwani baraza lililopita kwa kuliona hilo na kulifanyia kazi, na leo umekuja kuzindua mitambo hii.